kwa wiki hii alivyonitendea. Nilikuwa nasumbuliwa sana na huu mguu. Kama walioniona siku ya Jumapili nilikuwa siwezi kutembea vizuri. Mguu ulikuwa umevimba, ulikuwa unauma kuanzia huku juu mpaka chini. Lakini namshukuru sana Mungu wa baba aliyonitendea. Nilienda kwa baba nikamueleza. Baba alinitemea tu mate tu. Na sikusikia maumivu tena. Mpaka hivi sasa. Nashukuru sana Mungu. Imekushangaza nini baada ya kutemewa mate mwili wako? Uone mguu ndio. Asa jeraha lipo. Wewe ni huko? Ndio baba. Mbona alama ipo ni yeye mesa? Ila kitu kilikuwa kimevimba sana. Yaani kiasi kwamba kula nauma mpaka mishipa ya ndani ilikuwa inauma. Lakini ulivyonitemea tu mate, nilipotoka tu hapo maumivu yakaisha kabisa. Mwingine anaweza akasema mate kwa nini amtemea? Hata Yesu akisema nini? Mate. Tena akakoroga kwenye nini? Ndio. Shangilie Yesu. Shangilie Yesu. Mungu ametendea ambao ametendea. Naambia ambao hawajatendewa mambo makubwa waendelee kutulia tu hapa kwa baba. Kila kitu kinawezekana. Iwe uvimbe, iwe magonjwa ya kila aina. Ukiamini utapokea kile unachohitaji. Yuko Mungu awezaye kufanya matendo makuu. Ndio maana unaona Mungu anatendea mambo makuu. Ukiamini hata wewe unaweza kutendea mambo makuu katika hii madhabahu. Mpe Mungu wetu makofi na vigelegele. Kitu cha Bwana wa majeshi. Ameshika mafanikio yote. Majina yanaitwa Moses Laurent. Kwa jana nimetoka hapa asubuhi, nikamwaga mwanamke akani nimeelekea jeshini. Nimetoka hapo tukaenda na captain mpaka Nyegezi, tumerudi na gari ya jeshi. Bila kurudi tumefika Malaika Beach, nikakutana bajaji na ikwepa. Gari ikawa imeenda mtaloni, ikagoma, nikaa nimepata ajali. Bila Mungu akaniokoa. Amen. Ulipata ajali? Ndio jana muda sana. Uligongwa na gari? Hapa nilikuwa na ikwepa bajaji ilikuwa imebeba mifuko ya simenti. Gari kaenda kupanda kwenye yale matofali aliyoko pale kama imeelekea mtaloni, nikajipiga kwenye chuma. Ila nilikuwa nimeruka ndani ya gari. Wewe umenusurika. Umenusurika kupata ajali. Ndio baba. Mungu aliyekunusuru. Sana kwa mambo makubwa aliyotendea kupitia madhabahu ya Shekaina. Sitamwacha Mungu hapa tabidi. Hata wewe uliyevunjika moyo Mungu atakushindia. Mpe Yesu makofi mengi. Shangilie Yesu kwa makofi mengi. Wageni waliofika leo waendelee kuwa nakuja hapa kwa Mungu wa kweli. Jesus Christ. Ujitambue tu. Kwa majina naitwa Stefano Antoni Mgasa. Ni wa Lumara hapa. Namshukuru Mungu wa baba yangu Danieli Boniface katika wiki hii. Juzi nilikuwa na safari ya kwenda Msoma, lakini kawaida yangu kama yeye baba aliposema nenda na uso wake, nilimuomba neno la utangulizi katika safari yangu. Pale baba naye akanijibu, akanipa neno la kwenda nalo na jinsi ya kwenda na kurudi salama. Lakini muda ambao niliendea Msoma ulikuwa haunitoshi. Ulikuwa ni muda wa jioni kama kwenye saa 10 na natakiwa nirudi. Na hizi barabara zina changamoto za beli hapa na hapa. Sasa nilipoingia Msoma saa 2:30 usiku, karibia saa 3, nikatamani nirudi Mwanza, ndio. Lakini nikasema kuanzia Serengeti kuna beli za kutosha hapa na hapa. Nikasema Mungu uliyenipa neno hili,
naomba kusiwe na usumbufu wowote ule kama baba alivyosema. Ajabu, nilitoka Msoma tena saa 4 baada ya kufika saa 2:30, nikatoka saa 4. Niliendesha gari, beria zote nilikuta ziko wazi, yaani zipo zote zimefunguliwa, yaani napita tu. Nilijikuta nimeingia Mwanza masaa 2 kutoka Msoma. Majina naitwa Daniel Kennedy kutoka Kenya. Ndio. Nimekuja kumshukuru Mungu kwa matendo aliyotendea wiki iliyopita. Yes. Ilikuwa ni siku ya Jumatano mida ya saa 1 hivi jioni. Nilikuwa natoka kumsalimia mama. Sasa nilikuwa napitia njia makaburini. Huo muda nimetoka saa 1, nilikuwa nimeshikilia simu mkononi. Niko natembea narudi nyumbani kutafuta usafiri. Wakati narudi njiani, ule muda anapita kwenye makaburi pale. Nilijishangaa. Makaburi haya, kuna makaburi yako Igoma. Nilianguka, hapo sehemu nilianguka ni kama hapa tu. Lakini niliangukia mkono huu hapa. Lakini namshukuru Mungu, nilivyo hiyo simu hiyo kulikuwa kuna picha ya baba nimesave hapo. Lakini nilivyoanguka hiyo simu sikuiangusha hiyo simu. Nikawa tu nimeumia hapa. Maki niliangukia hivi mkono. Namshukuru Mungu. Sikuvunjika hata mkono, maumivu tu niliyasikia baada ya siku 2 yakawa yameisha. Tena namshukuru Mungu. Yesu makofi. Usiku